5 ya siku la shinikizo la juu la damu, na nitaelezea kwa kifupi nini sisi kama hospitali ya taifa tumefanya siku hii ya shinikizo la juu la damu na nini maana ya shinikizo juu la damu. Kwa hiyo kabla sijaingia kwenye undani kwa shinikizo hilo juu la damu, kiujumla huwa tunapenda kila mwananchi ajue namba zake 5, ajue namba za pressure yake iko ngapi, ajue namba ya uzito wake uko ngapi, ajue namba ya kama na sukari au hapana. Tunapenda ajue size ya kiuno na mafuta cholesterol. Kwa hizi ni vitu 5 ambavyo kila mmoja wetu ni muhimu sana kwa afya yake kuvijua. Narudia tena, ujue kuhusu shinikizo la juu la damu, una pressure kiasi gani, ujue kuhusu uzito wako kwa kutumia body mass index, ujue kama una kisukari au la, ujue size ya kiuno na mafuta nani mwilini. Lakini nitajikita zaidi kwenye shinikizo juu la damu kwa sababu ndio siku tunasherekea, na mwezi huu mzima wa 5 ni kuhusu kupima pressure. Sasa kutaka kujua ukubwa wa hili tatizo, kila kina mama watano unaokutana nao popote pale duniani na hapa kwetu Tanzania wana shinikizo la juu la damu. 1 in 5 women have high blood pressure. Na kila kina baba 4 unaokutana nao, mmoja ana tatizo la shinikizo la juu la damu. Na hili whether analifahamu au wafahamu, tunazungumzia wale watu ambao watakuwa na tatizo la shinikizo la juu la damu. Sasa ukitizama kidunia, kuna mahusiano makubwa sana ya kisukari, uzito na magonjwa ya moyo. Na hapa kwa kifupi kabisa tu, 86% ya wagonjwa wa kisukari wanaishi wakiwa na uzito mkubwa au uzito mkubwa wa kupindukia. 32% ya watu wenye kisukari wana matatizo ya moyo. Nusu ya vifo vinavyotokea kwa wagonjwa wa kisukari ni kwa sababu ya matatizo ya moyo, na shinikizo la juu la damu ni sehemu ya tatizo la moyo. 29% ya wagonjwa wanaopata mshtuko wa moyo wana tatizo la kisukari. 31% ya watu wenye uzito mkubwa wana kisukari, na zaidi ya theluthi 2 ya 3 ya vifo vinavyotokea kwenye watu ambao wana uzito mkubwa ni kwa sababu ya matatizo ya moyo, na zaidi ya 80% ya watu wenye matatizo ya moyo wana tatizo. Kwa hiyo utaona haya magonjwa matatu, tatizo la moyo, tatizo la kisukari na tatizo la uzito mkubwa, yana mahusiano makubwa sana. Nikitaka kutizama kwa upande mwingine, matatizo ya kuwa na uzito mkubwa yako mengi: kukoroma, watu kupata msongo wa mawazo, pumu, mawe kwenye figo au nyonga, tatizo la kupata ujauzito infertility kwa sababu ya uzito mkubwa, joint kuharibika mapema, watu kuwa na gout, haja kubwa kutokuwa sawa, matatizo makubwa ya mgongo tunayoyaona. Lakini kwa leo unaweza kuona tatizo la shinikizo la juu la damu au hypertension ni moja ya matatizo uzito pale unapokuwa mkubwa. Na ukitizama hii picha, hamna kiungo ambacho kinaachwa salama kwa uzito kuwa mkubwa. Ukitizama duniani tatizo la uzito, kuna watu zaidi ya bilioni 2 karibu ambao wana tatizo la uzito mkubwa, na zaidi ya milioni 650 ukitizama data za mwaka 2016 walikuwa na uzito wa kukithiri. 39% ya watu wazima wana tatizo hilo la uzito mkubwa, na 13% katika hao wana uzito mkubwa wa kupindukia. Sasa kinachosikitisha zaidi kwenye hili ni kwamba 1% kubwa ya hawa watu wenye uzito mkubwa sasa hivi wanaishi kwenye nchi zetu hizi ambazo ni zinazoendelea, na Tanzania ikiwa mojawapo. Lakini kitu ilostua sana katika hii miaka ya karibuni, ukitizama hii takwimu za mwaka 2022 ni hapa juzi tu, 36% ya watoto wenye umri chini ya miaka 5
Aidha wana uzito mkubwa au wana uzito mkubwa kukithiri. Kwa sasa hili tatizo la uzito limeanzia utoto na hawa watakuwa na hili tatizo. Zaidi ya milioni 340 ya vijana ambao wana umri kati ya miaka 5 na 19 wana tatizo la uzito mkubwa. Sasa ukichukulia tu hizi mbili hapa, utaona tatizo lilivyokuwa kubwa. Sasa kwa nini ni muhimu sana? Tunazungumzia sana miaka ya karibuni haya kuhusu magonjwa yasiyokuambukiza. Sasa ukichukua magonjwa ya moyo yanaua karibu watu milioni 18 kila mwaka. Ukichukulia ugonjwa wa pressure ambayo huu ndo mwezi wake, unaua karibu milioni 7.5 kwa mwaka. Ukichukulia kiharusi unaua karibu milioni 5 na kisukari karibu milioni 4.2. Sasa ukijumlisha kuanzia kwenye matatizo ya moyo, pressure, kiharusi na sukari, karibu watu milioni 35 wanafariki kila mwaka. Sasa hawa watu ni wengi zaidi kuliko wanaouliwa na saratani, karibu zaidi ya pasenti au asilimia 364. Kwa utaona tatizo kubwa la haya magonjwa yasiyokuambukiza, idadi ya vifo inayosababisha inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa tujikite zaidi kwenye pressure. Tunaposema huyu mtu ana normal pressure au pressure ya kawaida, maana yake nini? Kwa kurahisisha tu, anakuwa na pressure ile ya juu 120 na ya chini inakuwa 80. Hawa tunawaita normal pressure. Kwa mwongozo wa sasa hivi, ikianza kufika 121 mpaka na 130, ile ya juu tunaanza kusema pressure imeanza kupanda, au elevated blood pressure. Au kule nyuma wakati mimi nasoma ilikuwa inaitwa high normal. Lakini hii sio kwamba unaanza dawa, lakini inaanza kukupa viashiria kwamba pressure yako inapanda. Ikiwa kati ya 131 mpaka 140, tunasema tatizo la shinikizo la damu liko hatua moja tu kabla hujalipata, tunaita pre-hypertension. Na ikiwa kati ya 141 mpaka 159, tunaanza kukuweka kwenye stage ya kwanza. Wewe tayari umeingia kwenye shinikizo la juu la damu, stage ya kwanza. Na ukifika 160 chini ya 100, unakuwa umeingia stage ya pili, na pale inapokuwa 180 kwa 120, unakuwa umeingia kwenye janga kubwa au crisis. Lakini ni jambo la kawaida kabisa kwa mtu anayekimbia au yuko kwenye treadmill kuwa na pressure ambazo zinaweza kuwa zaidi ya 200, lakini kwa sababu yeye sio mgonjwa, zile pressure baada tu ya kupumzika zinaweza kukaa sawa sawa. Kwa hiyo utaona kuna hatua kadhaa. Unaanzia pressure inapokuwa ya kawaida, normal, inaanza kukuonyesha viashiria nataka kuanza kupanda juu, elevated, inaanza kukupa onyo, pre-hypertension, unaanza kuingia kwenye stage ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hapa mabadiliko kwenye moyo yanaweza kuanza kuonekana. Ndio wale baadhi yenu mkienda kufanyiwa vipimo, either kile cha umeme ECG, unaambiwa kwamba moyo wako mkubwa au umeanza kuwa mkubwa, au ukifanyiwa echo unaonesha zile kuta za moyo zimekuwa. Kwa ni muhimu sana kuzijua hizi stage, kwa sababu unaweza ukafanya vitu kwa kawaida kabisa kubadilisha style yako ya maisha na usiweze kuingia hatua zinazofuatia. Kwa sababu pressure haina dalili zile ambazo tunazijua kwa magonjwa mengine kama typhoid, tumbo itauma, utapata homa, utapata kuharisha, kwa sababu pressure inakuja na complications zake. Mara nyingi tunaona wagonjwa wakiwa hospitalini tayari wana kiharusi, tayari figo zimeharibika, tayari moyo umeharibika, tayari hawawezi kuona, nguvu za kiume zimepungua, na ukiwa na pressure zinakufanya upate ugonjwa unaitwa dementia, au unaanza kupoteza fahamu na kumbukumbu mapema sana. Zamani hili tatizo ukisikia mtu ana miaka 80, 90 kwenda juu, lakini siku hizi miaka mapema kabisa, kwa sababu pressure inaharibu miili yetu kidogo kidogo kadri wakati unakwenda.
kama nilivyosema, dalili zitaonekana: moyo utaanza mishipa kuwa mikubwa, macho yataathirika, utapata kiharusi, figo zitaharibika na nguvu za kiume vile vile zinapungua. Sasa nini cha kufanya? Hapa nitatoa mfano rahisi ili kila mtu, ukiwa na hili bath la kuogea, tub la kuogea, na umefungua maji, nini dawa yake ili maji yasimwagike? Ni kufunga ili bomba. Sasa na huko kwenye pressure ni kuzuia watu kwanza wasiwe na uzito mkubwa, kwa sababu hili la kuwa na uzito mkubwa ndio linapelekea baadhi ya matatizo ya moyo, pressure na kadhalika niliyosema. Na hili mara nyingi wanapenda kuwahusisha wenzetu wanaosimamia sera kama waziri wetu wa afya Umi Mwalimu, Dr. Mole, hili watusaidie kupigia nalo debe, na sisi vile vile tunajiunga. Kwa upande wetu kama madaktari ni kutibu hili tatizo la uzito wa juu ya damu, na watu wengine wote tulikuwa kwenye afya. Kwa hiyo tukifanya kazi kwa pamoja, wote tunaweza kukinga hii. Vitu muhimu vya kuangalia na kujikinga na haya magonjwa yote yasiyokuambukiza ni utumiaji wa sigara, kula chumvi kwa wastani, kuepuka vyakula vya kusindikwa, processed foods, watu kufanya mazoezi na kuzuia uchafuzi wa hewa, air pollution. Muhimu zaidi kwenye nani zetu huko kwenye afya ya msingi, kwenye dispensary, na sasa hivi serikali imesikia itaingia mitaani, ni kuendelea kutoa elimu ili watu wakishaelewa wanaweza kujikinga na hayo matatizo mengine yote. Muhimu zaidi kuliko yote, wakati tuna karibia kumaliza huu mwezi wetu wa shinikizo la juu la damu, ni rai yangu kubwa kwa niaba ya wenzangu wote wa Hospitali ya Taifa Muhimbili na Wizara ya Afya kwa ujumla, watu wakapime pressure zao, whether ni clinic au kanunue mashine yako mwenyewe. Mashine ziko nyingi, pima pressure. Ukiona zile namba ambazo tumezionyesha pale awali, tafadhali muone daktari wako, ataweza kukusaidia katika kujua njia ipi unaweza kufanya, kwa sababu kama tulivyoonyesha hapa, kila kina mama watano mmoja ana pressure, kina baba kila wanne mmoja ana pressure. Sasa unaweza kuwa unaijua au huijui, lakini ni muhimu sana kwamba ukimwona daktari wako atakwambia uko kwenye hatua ipi ya shinikizo la juu la damu. Subscribe kisha share video hii na wengine ili waelimike. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu, tuandikie katika comment section na uendelee kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Hii ni TNA. TNA, stay informed, stay healthy.